Duniani kuna watu wa aina mbili wa ajabu sana. Kuna watu weusi na kuna Wayahudi. Watu weusi ndio watu wanaodharaulika zaidi duniani kuliko jamii ya watu wengine wote, watu weusi. Na Wayahudi ni watu wanaochukiwa zaidi duniani kuliko watu wengine wote ule. Kama ulikuwa ulijui, uwe nayo kichwani. Mtu mweusi anadharaulika zaidi duniani na Wayahudi wanachukiwa zaidi duniani. Mtu atajiuliza maswali, kwa nini watu weusi wanadharaulika? Kwa nini Wayahudi wanachukiwa? Watu weusi wanachukiwa kwa sababu kwanza ni watu ambao hawajitambui. Nikisema watu hawajitambui manake sehemu yoyote mtu mweusi atakuwepo, hajulikani utamaduni wake, hajulikani zaidi utamaduni wa mtu mweusi umepotea, yani hajui. Muhindi akiwa sehemu anajulikana ni Muhindi, anajulikana dini zake, mambo yao. Yani Wahindi wanajulikana kwa utamaduni wao, Wachina wanajulikana kwa utamaduni wao, Wajapani hivyo hivyo. Sasa jamii ya blacks, watu weusi, baada ya kutawaliwa na wakoloni, walifanikiwa kuua kabisa utamaduni wa mtu mweusi. Mtu mweusi popote alipo hajulikani utamaduni wake. Ndio maana ni mwepesi kumrubuni kwa kitu chochote kile ambacho unataka kumtumia. Kwa sababu unajua sifa kubwa ya utamaduni unakuzuia kufanya vitu fulani. Kwa sababu utamaduni ni ndani ya utamaduni ndio utapata dini ya mtu. Ndani ya utamaduni ndio utapata imani ya mtu. Sasa dini na imani ndio vitu ambavyo vinalinda utambulisho wa mtu. Sasa kwa mtu mweusi hivyo vitu vimekufa kabisa. Nitakupa mfano mdogo tu. Unajua Marekani ndio nchi ambayo imekusanya matabaka ya watu wote duniani. Sasa ukiangalia pale Marekani, Wahindi wanajulikana utamaduni wao, wa China, wa Japan. Yani kila jamii ina kitu inakifanya display thamani yake sehemu husika. Sijui umenielewa? Kwa hiyo mtu yote akiwa na shughuli yoyote, jamii nyepesi kuilenga, tekeleza shughuli yako, hiyo jamii haijiulizi swali lolote, ni jamii ya watu weusi. Kwanza ndio jamii maskini pia, na imekuwa maskini kwa sababu imeshindwa kuwa na sababu za kupigania thamani yake. Hayo ni maelezo kuhusiana na mtu mweusi, kwa nini anadharaulika zaidi duniani. Sababu hajitambui, thamani ya mtu mweusi imekufa. Watu wanaochukiwa zaidi duniani ni Wayahudi. Kwa nini? Sababu ni wamefanikiwa zaidi duniani. Mtu atajiuliza kivipi? Wayahudi ndio madalali wakubwa duniani. Watu wanafikiri Wayahudi ni wanasayansi sana, sijui ni technician, scientist. Hakuna. Wayahudi zaidi ni madalali. Siku zote tajiri ni dalali, ndugu zanguni. We lima vitunguu, lima maharage, lima nini, ukitaka kuja kuviuza katika jiji la Dar es Salaam, lazima upite kwenye mikono ya madalali. Au unakuja na mzigo wa tani 10, tani 20, unakuja kuuza Dar es Salaam, usipite kwa madalali, hawezi kukubaliana na wewe. Kwa sababu wao ndio wanao control soko. Sasa dalali mkubwa duniani ni Wayahudi. Unaweza ukawa na kipaji kikubwa sana, unaweza ukawa na bidhaa bora sana, utaiuza wapi? Wenye soko wametulia wanakuangalia tu. Kwa lazima uende nao sawa. Sasa kwa sababu wao ndio matajiri wakubwa duniani, ndio maana wanachukiwa. Kuna ule msemo watu wanasema mafanikio wanaleta maadui. Na kwa nini Wayahudi wachukiwe? Yaani wametengeneza klabu yao ambao ni wao tu. Yaani hawakubali jamii nyingine iwe na mafanikio kama wao. Natoa mfano mzuri. Yaani kama kutengeneza picha Tanzania ingekuwa matajiri ni Wahaya na Wachaga, au fikiri makabila mengine yangekubali? Yaani kila mji mkubwa, biashara kubwa ni za Wahaya na Wachaga, lazima nchi ya Tanzania isingekalika. Sawa Kwa hiyo ndio sababu kubwa Wayahudi kuchukiwa, na ndio matajiri wakubwa wa dunia. Na sio kwamba hawajui. Hii vita ya Iran na Israel ilivyoanza, mchokozi ni Israel, inajulikana wazi. Waisraeli walichokifanya, wamefunga baadhi ya balozi zao nyingi sana duniani. Wamezifunga kwa usalama wao. Wanajua kwamba hawapendwi. Sasa turudi kwenye vita yenyewe sasa, baada ya kukupa hiyo taarifa kama ulikuwa uijui. Waisraeli wanaficha sana madhara ya vita katika nchi yao, tofauti na wa Iran. Mtu atajiuliza, hivi kwa nini Waisraeli wanaficha hivyo madhara wanayopata kulingana na hii vita? Sifa kubwa ya dalali ni kuongea uongo. Yaani hiyo ndio sifa, yaani characteristic ya dalali ni uongo. Na Wayahudi ni madalali. Sasa ni lazima kwanza Waisraeli waendelee kuficha madhara wanayoyapata kwa faida ya biashara ya silaha ambazo pia wao wanahusika. Kumbuka, silaha nyingi zinazotumiwa na Waisraeli ni za Wamarekani. Teknolojia nyingi ambayo Waisraeli wanatumia ni ya Wamarekani. Kwa lazima waendelee kuradi uongo duniani kwamba kwao madhara ni kidogo na kwa Iran madhara ni makubwa. Unajua moja ya kitu ambacho watu walikuwa wanakifuatilia sana kwenye hii vita ya Iran na Israel ni utendaji kazi wa mfumo wa anga wa Israel ambao amefanikiwa kuidanganya dunia ndio mfumo bora kabisa katika uso wa dunia hii. Na Wairani wameonyesha kwamba Israel hana mfumo bora wa anga kama alivyokuwa anadanganya kwa dunia. Sasa
Ili kupunguza makali ya ukweli huu, inabidi Israeli aendelee kuficha madhara makubwa ambayo yanapatikana katika nchi yake kulingana na makombora ya Iran au silaha za Iran. Nitakupa mfano mmoja mzuri ambao umeniumiza kichwa sana mpaka tunaongea hapa. Shambulio la jana la kwenye kile chuo kikubwa kile, chuo kimeharibiwa sana. Lakini msemaji wa serikali anakuja mbele ya vyombo vya habari anasema eti ili shambulio limetokea wakati kulikuwa hakuna mtu hata mmoja. Kwa hiyo hatuna hata mtu mmoja ambaye amepata madhara. Yaani hakuna majeruhi, hakuna vifo. We were hit by an Iranian missile attack that was early Sunday morning. Several of our buildings were damaged. 2 of our buildings were directly hit. Luckily for us, there were no casualties. So there were nobody in the buildings. The buildings were empty, and I think that's the most important thing. None of our students, postdocs, faculty, researchers, nobody was hurt. Kweli, ni jengo kubwa gani linakosa hata mlinzi? Maana kulikuwa mna hata walinzi. Unajua kuna uongo mwingine mtu anakudanganya mpaka unajiuliza hivi huyu mtu hana ile akili ya kawaida kabisa ya kibinadamu kwamba sasa this is too much. Angesema hata kulikuwa na walinzi 10 wamefariki, lakini anadiriji kusema hakuna madhara ya aina yoyote. Ila mimi ninachokiona kwenye hii vita ya Iran na Israel anaibika sana. Yamefanyika maandamano sehemu mbalimbali duniani. Sijaona maandamano ambayo ni ya Waisraeli kuilani Iran. Na hata kama wewe ni Muisraeli, huwezi kufanya hayo maandamano eti unailani Iran wakati mchokozi mkubwa wa hii vita ni Israel. Yamefanyika maandamano ndani ya Iran kuwapinga wa Israel kama unavyokuwekea kwenye screen hapo, ni ndani ya Iran. Kumbuka wa Iran hawaogopi kufa ndugu zanguni. Wa Iran hata ukisikia kila siku wa Israel wanatangaza tumemuua kamanda fulani, tumemuua kamanda fulani, wenzetu wako kwenye jihadi hawaogopi kufa. Kwa hiyo wa Israeli kutangaza kwamba wanaoa wa Iran, kwa wa Iran kwao ni ibada. Kwa wa Israeli yani nawaonea huruma sana. Ndani ya Israel kwenyewe kuna maandamano ya kuwapinga viongozi wao kwa uchokozi wao. Yaani sio kwamba Netanyahu anasifia anachokifanya. Ukiona mtu anamsifia Netanyahu anachokifanya, anamuogopa Netanyahu. Lakini watu waliosimamia haki ndani ya Israel wanamwambia Netanyahu, umekosea kuivamia Iran. Haya matatizo umetuletea wewe. Kwa hiyo katika level ya dunia, achana na Marekani na Ulaya. Viongozi wa Marekani na Ulaya hawawezi kusema maneno mabaya kuipinga Israel kwa sababu wanaishi kwenye mifuko ya Israel. Umeona? Kwa hiyo hayupo kiongozi wa Ulaya, hayupo kiongozi wa Marekani atasema maneno mabaya kuipinga Israel. Trump hawezi. Hivi nikikwambia biashara za Trump zote zinatawaliwa na Wayahudi. Kuna mtu huwezi kuelewa. Yaani ni secret society hatari kweli kweli. Wanatawala masoko. Unaweza ukawa na pesa ukafungua hoteli kubwa kabisa Marekani, ukaenda kinyume na Wayahudi, hoteli yako ikafa. Ni lazima uende sawa na binadamu wanaitwa Wayahudi kama unataka pesa ya dunia. Msikilize Trump akipingana na wakuu wa idara ya ujasusi ya Marekani wanaodai kwamba Iran hana silaha za maangamizi. Msikilize hapa. What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. 20 years ago, you were skeptical of a Republican administration that attacked a Middle East country on the idea of questionable intelligence of weapons of mass destruction. How is this moment different with Iran? Well, there were no weapons of mass destruction. I never thought there were. And that was somewhat pre-nuclear. You know, there was a nuclear age, but nothing like it is today. And it looked like I'm right about the material that they've gathered already. It's a tremendous amount of material. And I think within a matter of weeks, or certainly within a matter of months, they're going to be able to have a nuclear weapon. We can't let that happen. Msikia, Trump anaulizwa, mkuu wa idara ya ujasusi, Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, kama anavyoitwa, ni mwanamama huyu. Kwa ujasusi wake aliofanya, alikuja na majibu kwamba Iran hana silaha za maangamizi, lakini yeye anakuambia sio kweli. Sasa unataka ukweli upi wakati umenipa kazi, nifanye uchunguzi kitu fulani na kuletea majibu ambayo ya kazi umenipa, unasema nimekosea. Sasa ulinipa kazi ya nini wakati ulikuwa na majibu? Sio, umeelewa? Yaani unanipa kazi nifanye wakati majibu ya kazi ambayo umenipa nifanye unayo. Ya nini sasa? Mtu atajiuliza. Sasa kama Trump anakinzana na idara ya ujasusi ya nchi ya Marekani ambayo inamwambia kwamba Iran hana silaha za maangamizi, kuna nini hapa? Trump anapata pressure ya watu wanaitwa Jewish lobby, sio wanaitwa Jewish lobby, sio Israel lobby. Kwa kifupi madalali wa Kiyahudi. Nitumie lugha ya Kiswahili nyepesi.
madalali wa Kiyahudi ndani ya Marekani wana nguvu katika kulazimisha jambo lao. Hiyo nguvu inatoka wapi? Wanauendesha uchumi wa Marekani. Ndugu zanguni, ombi langu mimi Tanzania, uchumi wa Tanzania ambayo ndio demokrasia ya Watanzania inatakiwa imilikiwe na Watanzania wote. Sio wazungu wanatuletea demokrasia ya kuandamana wakati wao wanachukua madini. Demokrasia ni uchumi wa nchi. People's power is people's economy. Kwa mfano katika siasa za Marekani, Wayahudi wakiwa na jambo lao, ukafanikiwa kulipinga sana kwa nguvu, wanakulebo wewe kama ni anti-Semitic, mpinga Wayahudi. Watu wote wanaofuatilia siasa za Marekani wanajua hilo neno. Hilo neno limetengenezwa rasmi na Wayahudi katika kutetea maslahi yao. Kwa ukionekana wewe ni mpinzani mkubwa wa masuala ya Wayahudi, wanakulebo wewe kama anti-Semitic. Ndio wakalitengeneza hilo neno, alafu wanalipromote kweli kwenye mavyombo yao makubwa ya habari. Wayahudi wanawezanaga wenyewe kwa wenyewe tu. Raia wa Ulaya hawapendi Wayahudi, na Wayahudi wanajua kabisa. Kuna baadhi ya mpaka embassy za Wayahudi huwa zinavamiwa kwa sababu ya uchokozi wao wa Gaza na uchokozi wao mpya. Kwa hiyo raia wa Ulaya na Marekani hawaendi sawa na Wayahudi, lakini viongozi wa Ulaya na viongozi wa Marekani wanaogopa Wayahudi. Mtu atajiuliza inakuwaje hapo? Kwa sababu hao viongozi si wamewekwa na Wayahudi. Yaani nitakupa mfano mzuri. Ni sasa na siasa za Kiafrika. Siasa za Kiafrika, viongozi wa Kiafrika hawawezi kuwaheshimu raia wao ambao ni wengi, kwa sababu wanawaweza raia wao, lakini wanawaheshimu wazungu ambao wako huko Ulaya, ambao wanaoperate biashara zao ndani ya Afrika. Sijui umenielewa? Yaani viongozi wa Kiafrika wako busy kutekeleza matakwa ya wazungu, lakini hawako busy kutekeleza matakwa ya raia wao. Hivyo hivyo kwa Ulaya na Marekani. Viongozi wa Ulaya na Marekani wako busy kutekeleza matakwa ya Wayahudi na sio kutekeleza matakwa ya raia wao. Tengeneza huo mlinganyo utaelewa. Kwa hiyo Waisraeli wanaficha uongo wa madhara wanayopitia kutokana na hii vita kwa sababu ya kulinda ile thamani ya silaha ambazo wanazitumia, mfumo wa anga, na kulinda ile status yao kwamba wao ndio the best duniani. Iran imekufa sijui 700 800, kwao wamekufa 25 sijui 30. Yaani Israel mpaka sasa hivi hawajafa hata watumia. Hiyo ni taarifa ya serikali ya Israel. Lakini waliokufa Iran, serikali ya Iran haifichi. Wakifika 1000 watasema, kwa sababu wao wanapigana jihadi. Kwa hiyo uelewe ndugu yangu, Waisraeli wanaficha madhila wanayoyapitia kwa sababu ni yani wana ile roho ya kidalali, kutokuishi uhalisia. Unajua dalali anaamini hata ukiwa huna hela lazima uvae suti ili uvutie. Yaani una kitu, una deal, yani uko chakara, lakini lazima upendeze kwa sababu unakuwa na mvuto wa kibiashara. Kwa hiyo Israel lazima wafiche madhila wanayoyapitia kwa faida ya biashara zao za silaha, yani na status yao ya maisha kwa ujumla, kwamba they are the best. Wale watu wa imani mimi bado nazidi kuwapa kazi. Je, Israel ni mbarikiwa wa Mungu katika lipi? Ili ayo anapigana kila siku au ili akayajenge mataifa? Mimi naamini Israel alibarikiwa kuyajenga mataifa, lakini haiwezi kuwa na kwake. Kwa alichofanywa na Iran inanipa jibu kabisa, Israel hajabarikiwa kuwa na kwake, ila akiwa kwa mataifa. Ukipata Waisraeli 100 tu ukawapa mkoa wa Tanzania, miaka 10 washasambaa nchi nzima, washatengeneza network ya kutawala soko la Tanzania. These guys yani wana system fulani hivi wana operate, yani naielewaga sana. Kwa hiyo vita inaendelea, huyu anarusha makombora, huyu anarusha makombora. Trump amesema ametoa wiki 2, lakini kuna baadhi ya wataalamu wa vita wanasema inaweza ikawa sio wiki 2. Mossad anaweza akatengeneza false flag ili kumuingiza Marekani kinguvu. False flag maana yake nini? Mossad wanaweza wakaishambulia hata meli ya Marekani, alafu akasema ni Iran ameshambulia, kwa hiyo Marekani twende vitani. So chochote kinaweza kikatokea, lakini sisi hatupendi vita. Tunaomba Israel aache uchokozi wake. Kila vita ambayo Israel anaanzisha anadai mwenzake ana nuclear. Mbona wewe una nuclear wenzako hawasemi? Wewe ni special case, hukaguliwi na mtu yeyote. Ulishajiuliza kwa nini Waisraeli hawakaguliwi na idara yoyote ya kidunia? Kwa sababu wao ndio wenye dunia yao. Kitu ambacho kinawaumiza Israeli nguvu kabisa, kinawaumiza Waisraeli akili. Kitu ambacho kinawaumiza Waisraeli akili, nguvu inarudi mashariki. Moja ya kitu ambacho Waisraeli hawapendi ni hii global power kurudi mashariki. Global power lazima irudi mashariki, na anayeongoza kabisa katika mapambano ya global power kurudi mashariki ni China. Yaani Ulaya na Marekani ikisha kuwa haina nguvu ya ushawishi duniani, na Israeli itakuwa ndo mwisho wake, kwa sababu mfumo wa kiuchumi wa magharibi umetengenezwa na Wayahudi. Sasa huu mfumo ukishakuwa nothing, power yote itarudi mashariki. China, utasikia Iran, sijui Indonesia, India, huko ndo utasikia ndo orders zinatoka. Tuwaombee waache kupigana, tuelimike, tusiwe wasomi.